Ikulu ya Marekani imethibitisha kwamba makamu wa rais wa taifa hilo JD Vance ataongoza ujumbe mwingine kwa ajili ya duru ya pili ya mazungumzo ya kumaliza vita na Iran huko Pakistan. Tehran bado haijathibitisha kuhudhuria kwake. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vimeripoti kwamba maafisa hawatashiriki huku kizuizi cha Marekani kinaendelea. Sasa hii inamaanisha nini katika juhudi za kumaliza vita vya Marekani na Iran? Muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi Nicodemus Minde. Nadhani ni hatua nyingine muhimu katika meza za mazungumzo, kwani majadiliano mara nyingi hayafanikiwi kwa mara ya kwanza, bali yanafanikiwa kwa muda ambao tunaona kama majadiliano yakiendelea labda kwa wiki kadhaa ama miezi kadhaa. Kwa mimi mtazamo wangu naona kwamba ni hatua nzuri katika kujadiliana ili kusitisha kabisa hivi vita ambavyo vimekuwa vikiendelea zaidi ya miezi miwili mitatu kwa sasa. Iran wanafahamu kabisa wao advantage katika huu mlango bahari wa Hormuz na wanaitumia kama leverage, lakini Marekani pia wanafahamu kwamba wameenda wakatumia njia nyingine ya blockade kama mbinu, na nadhani mkwamo huu pia ndio umepelekea mazungumzo yaweze kwenda kuanzishwa upya huko nchini Pakistan. Tunaona kwamba Marekani chini ya Donald Trump wamesema watamtuma makamu wa rais JD Vance kujumuika pamoja na wale Steve Witkoff pamoja na Jared Kushner ambaye ni mkwe wa Donald Trump, kama mbinu tu ya kuonyesha kwamba wako tayari kuendelea mazungumzo. Lakini tunaona kwa upande mwingine Iran kidogo wanafahamu ama wanasita katika ni mbinu gani watumie ili aidha warudi ama wasiendelee katika mazungumzo haya. Na hapo kwa Iran, wao mpaka sasa hawajathibitisha kama watashiriki. Hii inaleta picha gani ama inaashiria nini hasa? Kwa mtazamo wangu naona Iran wanafahamu na wanafahamu kwamba hawana imani na Marekani, kwani tunaona Donald Trump, rais wa Marekani, anaendelea kuandika jumbe za kashfa katika mitandao yake ya kijamii ya Truth Social pamoja na maeneo mengine na kutoa kauli za kejeli. Lakini kimya cha Iran nadhani kwa kiasi kikubwa ni mkakati wa majadiliano, na kama nilipoashiria hapo awali ni kwamba ni njia mojawapo ya kuweka shinikizo kwa Marekani ili kuondoa ile blockade ambazo zimewekwa katika bandari za Iran. Kwa hiyo nadhani ni mbinu mkakati ambao Iran wanatumia, lakini nadhani hatimaye watarudi katika meza majadiliano. Nicodemus Minde, hapo kwenye mbinu mkakati tunaona bado Marekani yenyewe inatishia Iran na inasema kwamba haribu miundombinu ya umeme, lakini pia na madaraja kama hawataweza kufikia makubaliano katika huu msururu wa haya mazungumzo. Sasa vitisho vya namna hii nadhani vinajenga ama vinabomoa pale ambapo tunapotafuta suluhu, hasa wakati huu ambapo vita hii inaiweka dunia pabaya, hasa katika kupanda kwa gharama za maisha na mfumuko wa bei. Kwa mtazamo wangu Donald Trump anatumia lugha ya kivita na kauli kama hizi kama mbinu mkakati kwa sasa kwa upande wa Marekani ili kuishinikiza Iran kurudi katika meza mazungumzo, na lakini pia naona ni mbinu ya kuipa Iran kufikia makubaliano, kwani tumeona kauli kama hizi. Lakini pia kwa kiasi kingine ukiangalia katika hadhira ya umma wa Marekani, kuwa na kauli kama hizi zinaweza kuonyesha ile nguvu, ubabe, na kuonyesha kwamba Marekani bado wana uzito na ushawishi katika anga za siasa za kimataifa. Kwa hiyo mimi nawaziona kwa pande mbili, umoja ni kushinikiza Iran, lakini pia kwa upande wa pili inalenga hadhira ama umma wa Marekani. Tunaona Iran imekuwa ikinyoshea kidole Marekani ikisema yeye ndo ambaye anakiuka ile makubaliano usitishaji mapigano. Yanapotokea mambo kama haya yanayoonekana ni kutunishiana misuli, suluhu ya haraka unaiona? Ukiangalia mbinu za kivita, hali kama hii mara nyingi na kuwepo kwamba pande mbili za kivita wanatunishiana misuli, wanapimana uwezo, na tumeona kwamba nilivyokueleza Iran wanatumia hii Strait of Hormuz kama leverage yao, lakini Marekani pia wanafahamu kwamba wameweka ile blockade, kwa ni kama kupimana. Lakini mustakabali wake nadhani ni kwamba mambo haya inabidi wakubaliane, ndio maana mazungumzo yameitishwa huko Pakistan, japo Iran bado hajathibitisha kwamba watakwenda au la. Lakini mimi kwa makisio yangu naona kwamba Iran kutokana na hii pressure ya kidunia pamoja na
hali ya kuzorota kwa uchumi wa dunia pamoja na kupanda kwa gharama ya mafuta na mambo mengine, nadhani itakuwa ni busara wao kurudi katika meza mazungumzo. Naam, kwa kumaliza tu Nicodemus Minde, tunajua nguvu ya bunge la Marekani hasa lile bunge la Congress, lakini je, unaona lina uwezo kiasi gani kuweza kumfunga mikono Rais Donald Trump asiweze kuanzisha mashambulizi kamili dhidi ya Iran? Yaani kuna pande mbili, kuna pande ya kisheria na kiuhalisia. Kisheria kusema ukweli, Congress ina mamlaka hayo kupitia kile tunachokita War Powers Resolution, lakini kwa vitendo uwezo huu ni mdogo, kwani tunaona marais wa Marekani hapo awali, ukiangalia mara nyingi wanaanzisha operesheni za kivita ama za kijeshi za muda mfupi bila idhini ama kauli ambayo inatoka kwa Congress. Lakini tunafahamu kwamba kutokana na ile nguvu ya kisheria ya Congress inaweza kuchelewesha ama kupinga, lakini si rahisi kumzuia kabisa rais aliyeko madarakani kuendelea na mkakati wa kivita. Ukiangalia mbinu za kivita, hali kama hii mara nyingi inakuwepo kwamba pande mbili za kivita wanatunishiana misuli, wanapimana uwezo, na tumeona kwamba nilivyokueleza, Iran wanatumia hii Strait of Hormuz kama leverage yao, lakini Marekani pia wanafahamu kwamba wameweka ile blockade, kwa ni kama kupimana. Lakini mustakabali wake nadhani ni kwamba mambo haya inabidi wakubaliane, ndio maana mazungumzo yameitishwa huko Pakistan, japo Iran bado hajathibitisha kwamba watakwenda au la, lakini mimi kwa makisio yangu naona kwamba Iran kutokana na hii pressure ya kidunia pamoja na hali ya kuzorota kwa uchumi wa dunia pamoja na kupanda kwa gharama ya mafuta na mambo mengine, nadhani itakuwa ni busara wao kurudi katika meza mazungumzo. Naam, kwa kumaliza tu Nicodemus Minde, tunajua nguvu ya bunge la Marekani hasa lile bunge la Congress, lakini je, unaona lina uwezo kiasi gani kuweza kumfunga mikono Rais Donald Trump asiweze kuanzisha mashambulizi kamili dhidi ya Iran? Yaani kuna pande mbili, kuna pande ya kisheria na kiuhalisia. Kisheria kusema ukweli, Congress ina mamlaka hayo kupitia kile tunachokita War Powers Resolution, lakini kwa vitendo uwezo huu ni mdogo, kwani tunaona marais wa Marekani hapo awali, ukiangalia mara nyingi wanaanzisha operesheni za kivita ama za kijeshi za muda mfupi bila idhini ama kauli ambayo inatoka kwa Congress. Lakini tunafahamu kwamba kutokana na ile nguvu ya kisheria ya Congress inaweza kuchelewesha ama kupinga, lakini si rahisi kumzuia kabisa rais aliyeko madarakani kuendelea na mkakati wa kivita.